Katika kila pembe ya dunia, mtoto wa kike anabeba ndoto, matumaini na uwezo mkubwa wa kubadilisha jamii. Hata hivyo, si mara zote hupata nafasi ya kuonyesha uwezo huo. Oktoba 11 ya kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya mtoto wa kike, siku ya kutafakari, kuhamasisha na kuchukua hatua thabiti kwa ajili ya kumlinda na kumwezesha mtoto wa kike. Ni siku ya kutambua mafanikio yaliyofikiwa, lakini pia changamoto zinazobaki, kuanzia ukatili wa kijinsia, mimba za utotoni, ndoa za mapema, hadi ukosefu wa fursa sawa katika elimu na huduma za afya. Katika makala hii maalum, tumezungumza na wanafunzi wa kike, mdau wa elimu ya mtoto wa kike, pamoja na afisa ustawi wa jamii mstaafu, ili kuangalia uelewa wa siku hii, changamoto wanazopitia watoto wa kike na suluhisho linalowezekana. Tunasherehekea hii siku ya mtoto wa kike kwanza kwa malengo ya kutambua umuhimu wa watoto wa kike katika jamii, kwa sababu katika mfumo ambao ni mfumo dume tuseme, mtoto wa kike ama mwanamke hazingatiwi sana kama mtu ambaye anastahili kupata haki, anastahili kulindwa na anastahili kupata fursa sawa. Kwa siku hii ya mtoto wa kike inaangazia sana kutambua haki za mtoto wa kike, lakini pia kuangalia changamoto ambazo anakutana nazo mtoto wa kike anavyokuwa anakuwa akiwa shuleni na anavyokuwa anapitia hali ya ujana kufikia utu uzima. Maadhimisho haya ni muhimu sana kwa mtoto wa kike na yanamsaidia sana kujiona kwamba naye pia kumbe anathaminiwa, anatambulika na ana sehemu fulani katika jamii. Mtoto wa kike ni jinsia muhimu tofauti na ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa inaonekana jinsia ambayo ina majukumu machache tu, kuolewa, kukaa na watoto na majukumu mengine madogo ambayo yanaonekana kama hayana nani muhimu sana. Lakini kwa sasa hivi ndio imeanza kutambulika kwamba jinsia ya kike nayo ina muhimu sawa na jinsia ya kiume, na pia ana uwezo kama jinsia zingine, jinsia ya kiume, na anaweza kusoma na kushinda na baadaye hata kuwa na uwezo kama jinsia ya kiume. Mtoto wa kike kama alivyo yeye mwenyewe anatakiwa ajitambue kwamba ana thamani gani, kuanzia umbile lake, kulitunza kiusafi, kiafya, na vile vile thamani yake, tuseme value yake, kwamba mimi ninasoma kulingana na umri fulani mpaka umri fulani, kozi za kwanza zile za kupata chuo ili apate kozi au na career fulani, kwa sababu unakuta kwamba na wao wanaweza wakasoma wakawa maengineer, wakawa walimu, wakawa wabunge, wakawa viongozi kama jinsia ya kiume. Lakini hapo hapo kuna mambo mengine ambayo jinsia ya kike anatakiwa pia ajitambue. Yeye mwenyewe kwanza anatakiwa katika kujithamini, anatakiwa ajielewe. Anaposoma ajue kwamba ni jukumu lake la kusoma. Katika umri huo wa kusoma anatakiwa afanye nini? Akiwa shule yeye ni kusoma, anaporudi nyumbani anasaidia majukumu ya nyumbani, anajipangia ratiba, ni muda gani ufanye shughuli za nyumbani, muda gani wa kusoma, muda gani wa kupumzika. Lakini hapo hapo anatakiwa na malengo, ajue kwamba nisome nifikie hatua fulani, niwe nimemaliza ujuzi fulani, niweze kufanya kazi ili na mimi niweze kujitunza na kutunza watu wengine ambao wana uhitaji kwangu. Je, jamii inatambua maana halisi ya siku ya mtoto wa kike? Je, na wasichana wenyewe wanajua kuwa kuna siku ya kipekee inayowahusu wao? Kwa wengi, siku hii si tu kumbukumbu ya kalenda, bali ni jukwaa muhimu la sauti ya mtoto wa kike kusikika. Wanafunzi wa kike walitueleza wanavyoielewa siku hii kama fursa ya kuthaminiwa, kusikilizwa na kutambuliwa kama sehemu muhimu ya maendeleo ya taifa.
wengine ambao maybe hawajapata nafasi labda kurudi shuleni, pale wanapoadhimisha wanajadili, wengine wanapata ile hamasa na wao wanajumuika, wanarudi shule. Ni kumpatia mtoto wa kike nafasi mbalimbali za kujifunza katika nyanja mbalimbali, mfano afya na sayansi na teknolojia. Kwa upande wa wataalamu, siku hii ina nafasi ya kuikumbusha jamii kuwa bila kumwezesha mtoto wa kike hakuna maendeleo endelevu. Ni siku ya kutafakari. Je, tunawalinda watoto wa kike? Tunawapa elimu bora? Tunawasikiliza wanapohitaji msaada? Tuna mikataba ya kimataifa, ya kitaifa ambayo inamlinda, inampa mtoto wa kike haki sawa kama jinsia nyingine. Kwa hivyo anapokuwa na tatizo, labda amenyanyasika, kuna kubakwa, kuna kudhalilishwa, anatakiwa ajue ni vyombo gani ambavyo anatakiwa aende ili aweze kupata msaada, ili aweze kuishi huru nje ya madhalilisho, nje ya kunyanyasika, na yeye aweze kuwa kama binadamu wengine na apate fursa ya kuendelea na maisha yake na kuwa na maendeleo. Pia inalenga kuangalia namna ambavyo wadau wanaweza kuja pamoja kuzijadili hizo changamoto, lakini kuzitolea recommendations ama utatuzi, kuangalia namna gani ambayo wadau wanaweza kushirikiana wakahakikisha kama mtoto wa kike analindwa na zile changamoto ambazo anapitia zinaweza kutatuliwa. Kwa hiyo ni siku ambayo ni maalum kuziangalia changamoto, kumtambua mtoto wa kike, lakini pia kuangalia namna ambavyo wadau wanaweza kushirikiana kuzitatua hizo changamoto, na kutoa wito kwa taasisi, kwa serikali, kwa jamii kumtambua mtoto wa kike na kumlinda kama ambavyo mtoto wa kiume analindwa na kutambuliwa. Licha ya kuwa na ndoto na uwezo, watoto wa kike bado wanakumbana na changamoto mbalimbali zinazowakwamisha kufikia malengo yao. Mara nyingi changamoto hizi zinaanza tangu akiwa mdogo, zikikomaa anapovunja ungo, na mara nyingine hubeba mzigo mkubwa kuliko uwezo wake wa kisaikolojia. Ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi, mimba za utotoni, ndoa za mapema, ukatili wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia ni baadhi ya changamoto kubwa. Lakini pia zipo changamoto zisizoonekana wazi kama vile ukosefu wa taulo za kike, unyanyapaa wakati wa hedhi na kutopata msaada wa kisaikolojia anapopitia matatizo. Changamoto hizi haziwezi kupuuzwa, zinahitaji kusikika na kushughulikiwa kwa dharura. Wananyima sana haki ya elimu, na pia changamoto nyingine ni wanalazimishwa kuingia kwenye ndoa za utotoni, na wakishaingia kwenye ndoa za utotoni wengine wanakuja na mimba za utotoni. Mila na desturi potofu humwathiri mtoto wa kike. Mfano, mila ya ukeketaji. Hii humnyima mtoto fursa ya kuendelea na elimu, kwa sababu jamii nyingi baada ya mtoto wa kike kukeketwa huozeshwa kwanza maisha ya familia. Na kwa mtoto wa kike anatakiwa kupata hedhi salama. Kwa mfano, walio mashuleni wanatakiwa kutumia pedi ili mradi siku zao ziende vizuri, wasipate na magonjwa, kwa sababu magonjwa ni moja ya tishio ambalo linasababishia wasichana kuto kutimiza malengo yao, hasa wakikosa pedi. Kuna namba kubwa ya watoto wa kike wanaoacha shule, wanaoshindwa kwa mfano kufikia sekondari, lakini pia hata ufaulu. Na changamoto ziko nyingi. Mtoto wa kike hakai kwenye kisiwa, anazungukwa na jamii, na kama tunavyojua jamii zetu za Kiafrika, Kitanzania, bado kuna uwepo wa mfumo dume. Kuna sheria pia ambazo sio rafiki, hazina mlengo wa usawa wa kijinsia. Kwa mfano, sheria ya ndoa inayomruhusu mtoto wa kike kuolewa. Kwa hapo katikati, akiwa shule ya msingi, kuna ndoa, kuna mimba za utotoni, kuna ubakaji, kuna masuala mengi sana yanayomzunguka mtoto wa kike, ikiwemo masuala ya hedhi. Takwimu zinaonyesha za UNESCO
takriban kwa Tanzania, kwa dunia takriban 20% ya watoto wanakosa shule kutokana na changamoto ya hedhi. Lakini pia kwa Tanzania takwimu hizo za UNESCO zinasema 17% ya watoto wanakosa shule kutokana na changamoto ya hedhi. Na anapokuwa shuleni kuna changamoto nyingi na inatokana na namna ambavyo mtoto wa kike alivyo. Kuna wengine wanapata maumivu makali sana, hawezi hata kukaa shuleni na pengine hawana hata ile namna ambavyo wanaweza kupata hata dawa. Kuna wengine ambao wanapitia changamoto za kiafya nyingi, kwa kusema kuna wengine wanapata hedhi nyingi zaidi, kwa hata akiwa shule anakuwa hayuko huru kukaa na wenzie, anaogopa. Kwa mfano, ikitokea bahati mbaya nimeonekana niko kwenye hii hali, wenzangu watanicheka, na wengi wanachekwa pia. Kwa hiyo na namna pia ambavyo shuleni mazingira yalivyo, baadhi ya shule nyingi sana hazina vyumba vya kubadilishia, havina maji, havina zile rasilimali ambazo mtoto wa kike anatakiwa awe nazo katika zile siku. Lakini kuna swala pia la umbali wa kutoka shule na nyumbani, hususan akiwa kwenye siku za hedhi. Kuna wengine ule umbali unasababisha wasijisikie huru kutembea umbali mrefu kutokana na ile changamoto. Lakini namna ambavyo pengine kama labda anatumia zile taulo za kike ambazo zinatengenezwa kwa vifaa asili, hiyo nayo pia ni changamoto, kama nyumbani na shuleni ni mbali sana. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana wa hedhi na elimu, kwa sababu hedhi inaweza kuwa, ama niseme, ni kikwazo cha watoto wengi kufikia elimu, kupata elimu kwa usawa kama ambavyo wa kiume, kutokana na hizo changamoto ambazo wanakutana nazo. Inawasababisha wakose shule kwa siku 3 mpaka 5. Wengine mpaka wana drop out kutokana na kwamba hawezi, anaona ni kudhalilika, hususan wale ambazo hawezi kupata zile taulo za kike ambazo zimekuwa manufactured, ambazo kwa mfano wanatumia vifaa vya asili, ama ambao wanapata maumivu sana kwenye hedhi, ama ambao wanatumia siku nyingi sana wakiwa kwenye kipindi cha hedhi, kwa sababu kuna wengine ambao wanaenda siku nyingi zaidi. Kwa hiyo kwa kuangalia hizo changamoto, unaona ni kwa kiasi gani hedhi inaweza kuwa sehemu ama kuwa kikwazo cha mtoto wa kike kupata elimu. Suluhisho la changamoto za mtoto wa kike lipo mikononi mwetu sote: wazazi, walimu, serikali na jamii kwa ujumla. Hatua ya kwanza ni kuelewa kuwa mtoto wa kike si mtu wa pili, bali ni sawa na mvulana. Jukumu la jamii kwanza, tukianza na serikali. Uzuri wa serikali imeshapanga utaratibu wa kuweza kumlinda mtoto wa kike, na si wa kike tu, na hata wa kiume. Lakini kwa mtoto wa kike kwanza wana mafundisho. Tunaweza tukasema kuna haya mashirika ambayo kidogo na yenyewe yanasaidia. Kwa mfano kama shirika la UNICEF limefundisha walimu, na hao walimu wamefundishwa jinsi gani ya kutoa ushauri nasaha, jinsi gani ya kuweza kumtambua mtoto yoyote mwenye matatizo katika shuleni. Kwa wale watoto ambao wanadhalilishwa, hasa sasa jinsia ya kike, majumbani kwao, kwenye jamii, wao wanaweza kuwatambua na kuweza kuwapa ushauri na kufuatilia na kuweza kuhakikisha hiyo shida aliyo nayo, kama ni nyumbani au kwenye jamii, imeondoka na mtoto anakuwa huru kuendelea na maisha yake, na ili aweze kupata haki yake jinsi anavyostahili. Si shuleni tu, mtoto wa kike unatakiwa ujitambue. Pale unapoona kwamba hutendewi haki, iwe nyumbani au pote pale, kuna maeneo ambayo au ofisi ambazo zinakutetea na ziko tayari kupokea shida yako na kukusaidia. Huna haja ya kuona kwamba unateseka. Kwanza kuna namba ambazo zimetolewa na serikali ambayo ni 116. Hiyo namba kokote uliko ni bure. Unaweza ukaipiga na ukaeleza shida yako, na ile namba itaweza kujua uko wapi na imwelekeze nani ili aweze akakusaidia na kuweza kukuokoa katika janga la unyanyasaji ama ukatili ambao utakuwa unatendewa. Lakini vile vile tuna hizi polisi dawati, nao pia wanaelewa majukumu yao, na wao pia kama mtoto akienda kuripoti pale kwamba ananyanyasika labda na walimu, labda na wazazi, labda hata kuna wazazi nao pia wana shida, ni mtoto kuwa huru. Lazima mtoto wa kike uwe na uthubutu wa kujitetea, kujisimamia,
na kuenda kueleza shida yako katika hivyo vyombo, ofisi ya ustawi wa jamii, polisi, dawati, na hata hizi kuna ofisi sasa hivi ambazo zinasimamia haki za binadamu. Nenda pale, uwe na uthubutu, usijiogope mimi mtoto wa kike. Watu ambao kuna watu wana lugha kama hizo ambao mimi sikubaliani nao. Uwe na uthubutu wa kujisimamia na kujitetea. Nenda kwenye hivyo vyombo, vitakusaidia na hatimaye shida yako itaondoka na utakuwa huru na utaweza kusoma na utakuwa na malengo yako yatatimia. Hatimaye ndio hawa bunge tunaowapata, walimu, viongozi. Utafikia huko kama utaweza kujisimamia we mwenyewe, kama utaweza kuwa na uthubutu wa kutoa taarifa ya manyanyaso, ukatili ambao utakuwa unaufanyia, ili uweze kuwa huru na wewe uweze kupata haki zako kama binadamu wengine. Sisi kama wadau, sisi kama shirika la Msichana Initiative, kwanza kabisa tunafanya uchechemuzi kwenye maboresho ya sera na sheria ambazo hazina mlengo wa kijinsia na sio rafiki kwa mtoto wa kike. Kama nilisema, sheria ya ndoa inayoruhusu watoto wa kike kuolewa, lakini pia tunafanya uchechemuzi pia kuondolewa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwenye hizi taulo za kike, na tumefanya research ama tafiti tukishirikiana na wenzetu, na tuna tafiti ambayo tumetoa mapendekezo yetu ya kusema kwamba hedhi ionekane kama swala la kiafya, lakini pia ijumuishwe katika zile product ama rasilimali ambazo niseme kama sehemu ya dawa muhimu, ili ile kodi ambayo kwa mfano kuna gharama nafuu sana kwa zile dawa muhimu, tofauti na gharama ya kodi ambayo inapelekwa kwenye pedi. Kwa kama pedi ikiwekwa katika moja ya zile products ambazo ni dawa muhimu, basi kodi itashuka na upatikanaji utakuwa rahisi. Lakini pia kuangalia namna ambavyo watoto wataweza kupata elimu katika mtaala wa shule. Tumetoa pia mapendekezo namna ambavyo mtaala wa elimu unaweza kutoa elimu pana zaidi juu ya masuala ya hedhi, ili watoto watambue namna ya kuweza kuhimili hiyo changamoto. Kwa hiyo sisi pia tunafanya kazi na jamii kwenye kuelimisha. Tuna majukwaa yanaitwa Msichana Cafe ambayo yanahusisha watu tofauti tofauti wa makundi tofauti tofauti, wa umri tofauti tofauti, wale wenyewe wawe kama champions kule kwenye ngazi ya jamii, kuhakikisha kwamba mtoto wa kike analindwa, wafuatilie masuala ya kesi za ukatili wa kijinsia, unyanyasaji wa watoto, kushirikiana na vyombo kama ustawi wa jamii, polisi, dawati la jinsia, mahakama, hospitali, kuangalia namna ambavyo watoto wanaweza wakalindwa na wakajengewa mazingira salama. Sauti itoke kwenye jamii ya ulinzi wa mtoto wa kike na umuhimu wa mtoto wa kike kupata elimu. Takriban 14.9% ya wasichana wakiwezeshwa vizuri kwa kupewa rasilimali, wanaweza kutengeneza jamii yenye viongozi, wajasiriamali, wafanyabiashara. Lakini takriban watoto milioni 3.2 hawako shuleni, na kwa asilimia kubwa katika hiyo takwimu watoto wa kike ni wengi ambao wako shuleni, na hili janga la korona pia limefanya sana watoto wa kike wengi kutorudi shuleni kutokana na kuwa nyumbani kwa muda mrefu, mazingira sio wezeshi. Kuna ambao wameolewa, kuna ambao wameacha shule kutokana na hizo changamoto za jamii kutotambua umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo jamii inakosa rasilimali watu ambao wanaweza kujenga taifa kufikia malengo ya dunia, lakini kufikia malengo ya nchi. Kwa mfano sasa hivi Tanzania tuna dira mpya ya maendeleo ya mpaka 2050, na unaona ni kwa kiasi gani ili kufikia hiyo dira ama kufikia yale malengo ambayo kama nchi imeweka, lazima kuwepo na ushiriki sawa na vipaji tofauti tofauti kutoka kwenye makundi tofauti tofauti ambayo yanaweza kuchangia hayo maendeleo. Sasa watoto wa kike wasipokuwa wanaenda shule, wanakuwa hawaingii kwenye soko la ajira, wanakuwa hawapati ujuzi stahiki, kwa sababu kwa mfano sasa hivi tuko katika dunia ya maendeleo ya teknolojia
imekuwa kwa kasi sana, na hata maboresho ya sera ya elimu yameainisha umuhimu wa ujuzi na ujumuishi kwenye sekta ya elimu. Katika safari ya maisha ya mtoto wa kike, ndoto zake ni taa inayoangaza njia yake. Ili aweze kutimiza, anahitaji zaidi ya tu matumaini. Anahitaji mwongozo, msaada na ushauri wa kitaalamu. Wataalamu wanaweza kumsaidia kuelewa vipaji vyake, kujenga kujiamini na kukabiliana na changamoto zinazoweza kumzuia kufikia malengo yake. Kila ushauri anaopokea ni hatua moja mbele kuelekea ndoto zake. Hivyo basi, tuhakikishe mtoto wa kike anapata fursa ya kusikilizwa, kuelimishwa na kuongozwa. Maana ndoto zake ni msingi wa kesho yenye mafanikio, si kwake tu, bali kwa jamii nzima. Sasa wale wenye elimu hiyo, jaribu kuwa mnaweza kung'amua watoto wenye matatizo ya kisaikolojia, muweze kuwashauri na kufuatilia hadi majumbani wale watoto wana shida gani, ili muweze kuwaokoa katika hayo majanga ya ukatili na wenyewe waweze kuwa na fursa ya kuweza kuendelea. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumemwokoa mtoto wa kike. Lakini narudia tena, na wewe mtoto wa kike, kama umefika primary, umefika sekondari, wewe sio mtoto. Wewe yani si mtoto kwa maana ya umri, yani kiakili una uthubutu wa kuongea. Ni mtoto kiumri, lakini kiakili una uwezo wa kuongea tatizo ulilo nalo. Usinyamaze ukaendelea kuonewa na kunyanyasika na kuharibiwa na maisha na mtu. Tumeshaona kuna familia baba kabisa anabaka binti yake, anafanya kama mke ndani. Usinyamaze wewe binti, inuka, mwambie hata jirani, uambie vyombo vya serikali pale. Kwa hiyo itakusaidia uondokane na mimba za utotoni, itakusaidia uondokane na magonjwa mbalimbali ya ngono katika umri mdogo. Kwa hivi, kwa sababu si kila elimu utapewa labda na wazazi ama wazazi wengine hata hawana ile uelimishaji kwa watoto wao, lakini kuna ofisi hasa mahususi katika kusaidia umri wa hawa vijana ambao wanapitia hiki kipindi cha balee. Wazazi lazima tujitahidi sana katika kuelimisha hawa watoto. Watoto wanahitaji elimu, wanahitaji uelimishwaji. Wasitafute wao wenyewe majibu huko mitaani au kwenye jamii, wakaweza kupata majibu ambayo sio sahihi na yakawapotosha. Kwa hiyo mzazi, kama unaona mtoto wako anakwenda ndivyo sivyo, basi kama wewe unaona huna uwezo wa kumwelimisha, tumia vyombo ambavyo vipo. Hata hawa tunaoita polisi dawati, si kwamba wakati wote wako na kesi tu za kubeba watu polisi na mahakamani. Hapana, kile ni kitengo ambacho kinasaidia, kina uelimishaji, wana mafunzo wale, kina uelimishaji pia. Kile kisehemu kile kinaweza kikasaidia hata kama mtoto anapata shida ndani ya familia, akaweza kuitwa na wakamwelimisha na kuwaweka sawa. Lakini kuna hawa ustawi wa jamii pia. Ustawi wa jamii nao wakiona jamii fulani ina mapungufu, wana utaratibu wa kuelimisha jamii husika ili waweze kuwatunza wale watoto katika maadili yanayotakiwa ili mtoto aweze kwenda sawa. Kwa hiyo jukumu la wazazi ni bora mkaende kwenye vyombo husika, mkapewa ushauri jinsi gani ya kuelimisha hawa watoto ili waweze kwenda vizuri, kuliko kukaa na kusema sijui kitu cha kumwelimisha mtoto, atakwenda vibaya, baadaye itakuwa ni lawama, lakini ni wewe mzazi umechangia. Sasa baada ya hapo mtoto hakika atapata fursa, ataweza kuendelea, na baadaye tutaweza kupata viongozi tunaona tuko nao sasa hivi ambao ni jinsia ya kike. Kwa hiyo tunasisitiza zaidi, kwanza uthubutu wa mtoto wa kike, ainuke asome, ainuke ajieleze, ainuke atoe shida zake katika ofisi husika ili aweze kunyoosha mstari wake na barabara yake iwe safi, aweze kuwa na maendeleo katika jamii. Ataisaidia maendeleo ya familia, maendeleo ya jamii yake na mpaka maendeleo ya nchi nzima. Mtoto wa kike ana ndoto, ana haki, ana thamani. Siku ya mtoto wa kike ni kumbusho kuwa kila mmoja wetu ana wajibu wa kumlinda, kumwelimisha na kumuinua mtoto wa kike. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii yenye usawa, fursa na maendeleo kwa wote.